Zimebaki siku 4 tu kufikia ile siku ya mchakato rasmi wa kufanya maamuzi, ambapo raia wote wenye vigezo vya kupiga kura watakuwa wakikuna vichwa vyao juu ya kufanya maamuzi ya nani wanafaa kushika nyadhifa mbalimbali za uongozi wa umma nchini Tanzania. Kimsingi uchaguzi umekuwa mfumo wa kawaida kabisa na imekuwa ni nyenzo muhimu katika demokrasia ya sasa katika upatikanaji wa wawakilishi wa jamii kwenye maamuzi na maendeleo ya nchi husika. Kwetu hapa Tanzania, huu utakuwa uchaguzi wa 5 kufanyika tangu kuasisiwa kwa demokrasia ya vyama vingi zaidi ya miongo 2 iliyopita. Daily News Digital inakuletea mambo 4 muhimu ambayo mpiga kura anapaswa kuyazingatia ili kukidhi vigezo vya kufanya maamuzi itakapowadia Jumatano ya Oktoba 28 mwaka huu. Jambo la kwanza na la muhimu ni kwamba mpiga kura ataruhusiwa kupiga kura iwapo aliandikishwa kwenye daftari la wapiga kura mwaka 2015 au katika uboreshwaji wa daftari la wapiga kura mwaka 2019, 2020 na kama anayo kadi yake ya mpiga kura. Pia mpiga kura atatakiwa afuate maelekezo yote atakayopewa na msimamizi wa kituo cha kupiga kura ili aweze kufanya maamuzi yake kwa usahihi, na hili ni jambo la 3. Lakini jambo la 4 na la mwisho, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa atoe nafasi kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, mama wajawazito na wanaonyonyesha. Endelea kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, ni Facebook, Twitter pamoja na Instagram, lakini pia kwenye website zetu ile ya Habari Leo, Sport Leo pamoja na Daily News. Naitwa Tagato, James Tagato.